ya kwamba siasa tusiweke kwa roho. Siasa tusiweke kwa roho, na sisi kama vijana tusikubali kutumika na wanasiasa. Tusikubali either one time, two time, tusikubali. Tusikubali kutumika kwa sababu hao watu wengi wao ni wakora. Wanataka kututumia, watajirike, wao waende. So wanasiasa tunasaidiana, mwanasiasa kama hawezi kukusaidia wachana huyo, au kusaliwa na yeye. Ndugu zangu, tufanye siasa ambayo inatujenga sisi. Asua maeneo ya Western, Muluya, Mjaluo, tufanye siasa ambayo inatujenga. Mukamba, tufanye siasa ambayo tusaidi. Msomalia, Mpwani, tufanye siasa ambayo inatujenga, kwa sababu baadhi ya viongozi wetu ambao nimekataja kabila hayo hawana haja na sisi. Haja zao ni kuchukua pesa kwa serikali kuu, wao wanatajirika. For example, kama mambo ya county government Lunyansa na Western, huwezi kuniambia mtu kama governor wa Busia, Mheshimiwa Paul Otuoma, ni nini tu amefanya Busia? Ni nini tu amefanya? Hakuna. But wao ndio wanasema wao ni machairman wa ODM kwa county level. Chairman anasaidia watu. Ndugu zangu, mimi narudia, Busia County ODM imetufelisha sana Busia. Hiyo siwezi kwamba kusema. ODM imefelisha Busia sana. 2013 walipewa nani? Ojamong. Ojamong ukiangalia semeji ya nani? Semeji ya party leader. Hakuna joketi wa Ojamong alifanya Busia miaka 10. Haya, saa hii Paul Otuoma, hakuna kenye tu wanafanya. Mimi ningependa kuomba sana wana Busia, tuchague kiongozi ambaye anaweza badilisha county government. Government haifai kukua goods. Governor anafaa kukua a manager. Ana manage fund ya county. Si governor ambaye anataka kupimana nguvu na wananchi. Therefore, mimi ningependa kuwarai wana Busia, angalia na mambo ya sport and culture. Wakati Mheshimiwa Ababu Namwamba alikuwa waziri wa sport, Ababu ndiye alituondoa kwa ban ya CAF. Ababu Namwamba ndiye amefanya sai sport act, alileta kama waziri wa sport. Tupe Mheshimiwa Ababu Namwamba nafasi ya kukua governor wa Busia County. Tuwache kuchagua goons ni governors. Hakuna chochote Mheshimiwa Paul Otuoma anaweza kufanyia wana Busia, hakuna. Hata pea miaka 200 hawezi kubadilisha chochote. Tupe Mheshimiwa Ababu Namwamba super kijana mchapakazi abadilishe Busia County. 2027 ni tano fresh kwa magavana. Tano fresh. Aswa Nyanza na Nyanza na Western, tano fresh kwa county. Hatuwezi chagua goons ati ni governor. My friend, lazima tuchague watu kama kina Ababu Namwamba, mtu ambaye anaweza simama mahali akuwa accountable kwa pesa ya county. Wana Busia, tuwache siasa sijui mimi na ODM. ODM itatusaidia. Chagua mtu kama mwana Busia ambaye atakusaidia. Mheshimiwa Namwamba akona akili, akona connection, akona agenda na county ya Busia. Busia ni boda, ukiangalia miaka 15, miaka 10 ya Ojamong, zero work. Miaka 4 sasa ya Paul Otuoma, zero work. Then wataka kuconvince tuchague tena Paul Otuoma kwa sababu ni mtu wa ODM. Pia wezekani. Wana Busia, county ni yetu, sisi ndio wana county. Tuchague Mheshimiwa Honorable Ababu Namwamba. Jana mdogo. Ili Busia jengwe, lazima tuchague mtu kama Ababu Namwamba, mtu ambaye ana akili, mtu ambaye ana connection. Si unachagua tu ng'ombe ambao unachagua tu kutoka hapa. Chagua binadamu. Wacha kuchagua goons. Chagua mtu ambaye ana akili zake. Goons hatutaki. County inataka connection. County inataka networking. Huwezi chagua mtu ng'ombe danda idabata tusaidia. Chagua networking kama Ababu Namwamba. Mtu ambaye atasaidia county. Busia ni county ambayo inashikana na jirani. Inataka mtu ambaye ana akili ili ende mbele. Nikitoka Busia, turudi hata kwetu kule mpaka Migori County. Pia tumechagua mingine ambayo networking haiko. Tuchague mtu ambaye ana network. Hatutaki goons. 2027 tunataka maendeleo. Ati sina kura. Hatutaki. Sina kura haina mahali itatusaidia. Hatutaki sina kura haina faida zetu. Sisi tunataka kiongozi ambaye anaweza simama akuwe accountable na pesa constituency na pesa ya county level. Mheshimiwa Mark Ogolla Nyamita. Correct. Ukienda Uriri constituency
Ndugu zangu, in Migori County tuko na constituency 8. Only one constituency ambayo unaweza hesabu pesa ya CDF. Ni constituency ya Uriri constituency. But hao wengine pesa kwa wapi? Mtu anataka kukua governor, ni nini umefanya kwa county level? Mtu anataka kukua mbunge, umefanya nini kama MCA? Mtu anataka kukua governor, wewe nini umefanya? Tuache kudanganya ndugu zangu. Tuchague viongozi, tuache goons waende kufanya kazi ya goons. Uwezi pewa pesa ya county, wewe ni goons. Uwezi pewa pesa ya ward, wewe ni goons. Uwezi pewa pesa ya constituency, wewe ni goons. Uwezi pewa pesa county kama wewe ni mwakilishi kina mama, kama women rep, wewe ni goons. Hauna faida ambayo unatufanyia. Bwana, 2027 mimi nashukuru sana. Ni machungu lakini sometimes pia tunashukuru. Hakuna mtu atashika mkono ya mtu. Hakuna kitu kama hiyo. Simama kwa 2027, simama kwa kitu umefanya. Ndio maana Mark Oparanya ako jasiri kusimama kusungumuza kwa sababu pesa ya CDF imetumika vizuri Uriri constituency. Hana haya kusema. Ako na jasiri. Mambo ya kuempower vijana, ameempower vijana wa Uriri constituency. Ako na jasiri ya kuomba kiti ya governor kwa sababu wana Uriri anaona kitu amefanya. Then unataka kuchagua ng'ombe. Umempea pesa CDF hakuna. Fund ya ward haipo. Pesa county haipo. Then anakuambia hadi 10 ya nani? Ya nani? 10 ya nani? Chague mtu hadi 2027. Sisi kama wana Migori tuko na kijana wetu ambaye ameturudisha na kazi ambayo amefanya constituency. Mheshimiwa Mark Oparanya. Tuache mambo ya chama. Na hiyo tunataka kukwambia, mkiiba ticket ya ODM kwa mambo ya CG nomination, Mark anakuwa governor without ODM. Without ODM. 2013 Oparanya alikuwa without ODM. 2027 pia hii ni 7. Kumbukeni 7. 20 hiyo hivyo. Hii 7 mkichezea nayo. 2027 Mheshimiwa Mark atakuwa governor without hiyo chama yenu ya ODM. Mcooperate. Msipo cooperate na sisi wananchi mtapoteza kama ODM. Tunataka accountability. 12 billion sio pesa ndogo, ni pesa mingi sana. Lakini Migori huwezi ona hiyo 12 billion mahali pote imeenda. Huwezi enda Kakamega pia the same. Oparanya alitoka county imekwama. Imeporomoka. Angalia. Kabisa. Watu wote ni machama wa ODM. Hakuna kitu inafanywa. Mwingine ndio hiyo ama bei. Bure kabisa. Angalieni vitu kama hizo. Machama na wametufelisha ndugu zangu. Machama na wao ODM hawa wametufelisha sana ndugu zangu. Nyumbani. Wametufelisha. Hakuna hata program yote ambayo inaendeleshwa kwa kaunti zetu. Then wao ndio wakumbia, Ukikuyu, kwani Mkikuyu ni mama yenu. Wao ndio wako radhi kupigwa Kikuyu. Wao Kikuyu waizi wewe nyinyi si ni waizi wakubwa wa Luo Nyanza. Wao ndio wakora wa Luo Nyanza na Western. Wanashutumu wa Kikuyu na wao ni waizi. Hao ndio namba 1. Wacheni ujinga. Gavana wa Luo Nyanza, gavana Western ni waizi. Ni waizi. Wanaibia Wajaluo, wanaibia Waluya, then wanasema Wakikuyu waizi. Ukienda Kikuyuni wamejenga, hata kama waizi wamejenga. Nyinyi ni waizi, mnapeleka pesa wapi? Mnapeleka kwa bar ama mnapeleka kwa lodge? Tuache ufala ndugu zangu. Viongozi wetu ni wezi. The problem ya Muluya ni Muluya mwenzake. Problem ya Mjaluo ni Mjaluo mwenzake. Sio Mkikuyu. Hapa ni kweli. County pesa imeletwa. Kwani Mkikuyu ndio gavana wa county? Oparanya alifanya kazi vizuri. Barasa amemaliza. Saa hii kwani Barasa Fernandez ni Mkikuyu? Si ni Muluya? Kakamega. Ochila yako si ni Mjaluo? Kwani ni Mkikuyu? Barasa nyumbani. Nakwambia mwananchi Muluya, mwananchi Mjaluo. The reason why hatuna maendeleo tunachagua Dandahead. Hiyo nimesema mtu akanichukia nichukie my friend. Sikuli yao. Unachagua mtu ambaye capacity thinking yake ni kama ya panya. Hawezi reason. Ako na pesa county haionekani mahali popote. Ni Mjaluo na